Serikali ya Kenya imevunja ukimya kuhusu kutoweka kwa mwanaharakati Boniface Mwangi, raia wa nchi hiyo, akiwa nchini Tanzania, ambapo licha kuipongeza Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ya Tanzania, imeeleza wasiwasi wake kuhusu kukamatwa kwa Bwana Mwangi mwenye passport namba BK 472892 inayoshikiliwa na mamlaka za Tanzania. Taarifa ya Mei 21, 2025 iliyotolewa na Katibu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Masuala ya Wakenya wanaoishi nje ya nchi diaspora, Dr. Abraham Korir Singoei, imebainisha kuwa licha ya maombi kadhaa, maafisa wa serikali ya Kenya wamenyimwa uwezo wa kibalozi na taarifa kwa Bwana Mwangi, ambapo pia ina wasiwasi kuhusu afya yake, ustawi wake kwa ujumla na kutokuwepo kwa taarifa kuhusu kuzuiliwa kwake. Kupitia taarifa hiyo, wizara hiyo ameiomba serikali ya Tanzania kumtoa au kumwachilia na kuitaka kuheshimu na kufuata mkataba wa Vienna kuhusu uhusiano wa kidiplomasia ya 1963 unaosema kuwa maafisa wa kibalozi wanapaswa kuwa huru kuwasiliana na raia wa nchi zao na pia kuwa na haki ya kuwatembelea. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mkataba huo pia unasema kuwa maafisa hao wanapaswa kuruhusiwa kumtembelea raia wa nchi yao akiwa gerezani, korokoroni au kizuizini, kuzungumza naye, kuwasiliana naye na kupanga uwakilishi wa kisheria kwa niaba yake. Kutokana na hayo, Wizara ya Masuala ya Nje na Wakenya wanaoishi nje ya nchi inaomba kwa heshima serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuruhusu mara moja maafisa wa ubalozi wa Kenya kumpata Bwana Mwangi au kumwachilia huru kwa mujibu wa wajibu wa kisheria kimataifa na taratibu za kidiplomasia, imesema taarifa hiyo.